Bwana asifiwe. Ninamshukuru Mwenyezi Mungu tena kwa kunikutanisha nawe katika kuendelea kujifunza maandiko matakatifu katika mfululizo wa masomo tuliopatia kichwa kinachosema matukio ya mwisho ya unabii wa Biblia. Na leo katika somo letu la leo tuna kichwa kinachosema kufungwa kwa mlango wa rehema. Na hivyo tumekuwa na series tukaangalia mpangilio wa matukio moja baada ya jingine, tukio moja baada ya jingine, na sasa tumefika wakati ambapo mlango wa rehema utafungwa, na hivyo ndio mada tutakaojifunza siku ya leo. Pendwa mtazamaji, tafadhali subscribe, washa kitufe cha kengele, waweza pia kulike, ukacomment na kushare habari hizi njema. Mungu akubariki. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu mwema, katika masaa haya tena tunaenda kufungua gombo la chuo, kujifunza maandiko yako matakatifu, kutazama wakati ambapo mlango wa rehema utafungwa, wakati ambapo historia ya ukombozi itahitimishwa na fate, hatima ya kila mwanadamu anayeishi katika dunia hii itakuwa imeamuliwa milele. Tujalie kuelewa maandiko haya, lakini tujalie kujiandaa ili wakati hatima itakapofungwa wanadamu wote, hatima yetu ifungwe tukiwa upande wako Bwana wetu. Katika jina Yesu ninaomba, amen. Katika kitabu cha Ufunuo sura ya 15 fungu la kwanza nitaluka, nitasoma na fungu la 8. Biblia inasema, kisha nikaona ishara nyingine katika mbingu iliyo kubwa na ya ajabu, malaika 7 wenye mapigo 7 ya mwisho, maana katika hayo ghadhabu ya Mungu imetimia. Hekalu likajazwa moshi, fungu la 8, uliotoka kwenye utukufu wa Mungu na uweza wake, wala hakuna mtu aliyeweza kuingia ndani ya hekalu hata yatimizwe mapigo 7 ya wale malaika 7. Yohana anaona nini hapa? Biblia inatuambia Yohana anaona ishara kubwa ya ajabu mbinguni, na anapotazama anaona kuna malaika 7. Hao malaika 7 wamebeba ghadhabu ya Mungu. Lakini haishii kuona hapo, anaona tukio lingine tena. Anaona hekalu linajazwa moshi. Kumbuka nimekuambia katika masomo ya nyuma, mbinguni kuna hekalu halisi, jengo halisi ambalo humo mpango wa ukombozi unafanyiwa mchakato. Upatanisho wa mbingu na wanadamu unafanyika humo, na humo ndipo kuna kiti cha enzi cha Mungu mwenye enzi. Sasa Yohana anaonyeshwa hekalu linajazwa moshi, na anasema hakuna mtu atakayeweza kuingia. Swali la kwanza, watu wanaingiaje katika hekalu lililoko kule mbinguni? Biblia katika kitabu cha Waebrania sura ya 4, Paulo anatuambia, basi tukikaribie kiti cha rehema kwa ujasiri, ili tuweze kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Kiti cha rehema kiko katika chumba cha pili cha patakatifu patakatifu kule mbinguni, ambapo juu yake zinakaa amri 10 na utukufu wa Mungu, yani Shekinah glory. Mungu mwenyewe anakaa. Paulo anasema tukiingie kiti cha rehema kwa ujasiri. Maana yake wakati huu wa sasa, wakati Yesu akiwa katika patakatifu pa patakatifu, amesimama mkono wa kuume wa Mungu Baba, kama vile tunavyosoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 8, wakati Stefano anapigwa mawe, alinyanyua macho yake akatazama juu, akapewa maono, akamwona Kristo amesimama upande wa kuume wa Mungu Baba. Anafanya nini? Kristo anafanya huduma ya upatanisho. Na hivyo muda huu ambao tunao sasa, Kristo akiwa bado anafanya huduma ya upatanisho, tunaweza tukapaingia patakatifu, tukaingia katika hekalu la mbinguni kwa jinsi ya imani, kwa ajili ya kuomba huduma ya upatanisho, kuomba msamaha wa dhambi, kuomba kutakaswa. Bado tuna muda. Lakini Yohana anaonyesha wakati ambapo muda huo unakoma,
na anaonyeshwa hekalu likijazwa moshi, kuashiria mwisho wa huduma za hekalu kule mbinguni. Na anasema hakuna atakayeweza kuingia. Maana yake hakutakuwa na toba tena. Na ndicho Yesu anachokisema kitakachotokea katika kitabu cha Ufunuo 22 fungu la 11 mpaka 12. Wakati huo Kristo anapotoka sasa kutoka katika patakatifu pa patakatifu, anapovua mavazi ya kikuhani na kuvaa mavazi ya mfalme, atatamka tangazo lifuatalo. Atasema, Ufunuo 22 11 mpaka 12, mwenye kudhurumu na azidi kudhurumu, na mwenye uchafu na azidi kuwa mchafu, na mwenye haki azidi kuwa mwenye haki, na mtakatifu azidi kutakaswa. Tazama, naja upesi, na ujira wangu u pamoja nami, kumlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo. Tangazo hili la kutisha litakapotolewa, rehema itakuwa imekoma. Maombezi yatakuwa hayafai tena, maana muombezi wetu mbinguni atakuwa anaachilia hiyo kazi na kusema sasa imetosha, wasaa umefika. Yule aliyekuwa mtakatifu aendelee kuwa mtakatifu, yule ambaye amewekeza katika dhambi anaendelea kutenda dhambi, amekataa neema ya Yesu Kristo, mwache aendelee kutenda dhambi. Na baada ya hapo, hata uombe toba ya machozi na kujichana chana mwili, hakuna tena rehema inayoweza kutolewa kwako. Wakati huo ndio fate, hatima ya kila mwanadamu aliye hai wakati huo itafungwa. Hautaweza tena kuomba rehema, hautaweza tena kuomba msamaha. Ni wakati wa kutisha katika historia ya dunia hii. Na wakati huo utakapotokea, hakutakuwa na ishara yoyote mbinguni kuwa notify wanadamu kwamba sasa mlango wa rehema umefungwa. Anga litabaki kuwa la kawaida tu. Lakini mbinguni, kesi ya kila mmoja wetu itakuwa imeamuliwa, na Yesu atakuwa amemaliza kazi yake na anaondoka katika patakatifu. Wakati wa kutisha kwa ulimwengu utafuata baada ya hapo. Kabla dunia haijaelekea katika mwisho wake, Yesu anapotoka tu katika patakatifu, anapokomesha huduma ya maombezi kwa wana wa Adamu, anavaa mavazi ya jemedari, mfalme anayekwenda kukomboa watu wake. Na tunaonyeshwa sura hii katika Daniel 12 fungu la 1. Anasema wakati huo Mikaeli, Biblia inaposema Mikaeli inamaanisha ndiye Yesu, kwa sababu Mikaeli ni yule afananaye na Mungu, na katika Biblia anayefanana na Mungu ni Kristo pekee. Biblia inasema Mikaeli atasimama, jemedari mkuu. Unaona hapa Kristo personality yake inabadilika. Anaacha kazi ya ukuhani, maana sasa hakuna rehema tena. Anavaa mavazi ya jemedari mkuu, anachukua persona ya jemedari mkuu wa majeshi ya Bwana. Biblia inasema asimamae upande wa wana wa watu wako, na kutakuwa na wakati wa taabu, mfano wake haukuwako tangu lilipoanza kuwapo taifa hata wakati huo. Na wakati huo watu wako wataokolewa, kila mmoja aliyeonekana ameandikwa katika kitabu kile. Na hivyo Yesu anapomaliza kazi yake sasa ya upatanisho, mlango wa rehema unafungwa mbinguni. Hatima ya kila mtu inakuwa imeamuliwa, kama ni wa kurithi uzima wa milele au wa kupotea milele. Wadhambi wanaendelea kutenda dhambi, na watakatifu watabaki kuwa watakatifu, maana wameshashinda majaribu yote. Hakuna mtihani mwingine wowote tena unaowezwa kuwekwa mbele yao. Ni washindi hawa. Na neno linatuambia dunia itaingia katika dhiki kubwa ambayo haijawahi kushuhudiwa tangu kuwako kwa taifa lolote. Unajua, nilikufundisha katika masomo ya nyuma ya kwamba mara baada ya sheria ya Jumapili kutungwa Marekani, kutakuwa na wakati mdogo wa taabu.
lakini mlango wa rehema utakuwa bado haujafungwa, kwa sababu wakati huo, mara sheria Jumapili itakapopitisha Marekani, mbinguni kuna jambo litafanyika kwa watu wa Mungu. Ufunuo 18 fungu la 1 na 2 natuambia dunia itaangazwa kwa nuru kubwa kutoka mbinguni. Maana yake Mungu atamimina Roho Mtakatifu kwa kiwango kikubwa. Biblia inatamka kipindi hiki kama wakati wa kumwagwa mvua ya masika, na watu wote wa Mungu watapokea Roho Mtakatifu kwa kiwango kikubwa cha mvua ya masika, maradufu kuliko wakati ule wa Pentekoste wa mitume. Na wataenda mbele wahubiri katika saa ya mwisho. Kutakuwa na taabu ndogo, unaitwa wakati mfupi wa taabu. Wanaweza kwenda magerezani, wanaweza kupigwa, wanaweza kufanyiwa ubaya wowote, lakini watakuwa wamejazwa Roho Mtakatifu kwa kiwango ambacho hakijawahi kushuhudiwa tangu kuwako kwa historia. Na nafikiri sasa hivi unanielewa, kwa sababu nimekuonyesha katika masomo yaliyopita namna ambavyo shetani naye ata employ every tool in his toolbox kwa ajili ya kufanya mass deception katika dunia hii. Na hivyo Mungu naye ata employ every tool on his toolbox kujaza watu wake kwa kiwango kikubwa cha Roho Mtakatifu ambacho hakijawahi kutokea tangu dunia hii ianze. Nao watakwenda mbele kuimaliza kazi ya Bwana kwa ujasiri mkubwa. Rehema baada kipindi hicho hakitakuwa kirefu sana, maana itakuwa ni usadikisho tu kwamba tuliwaambia sheria ya Jumapili itakuwepo, sasa imekuwepo, mnaiona kwa macho yake. Tuliwaambia Biblia ilisema hivi, sasa kinaonekana hivi. Itakuwa ni kipindi kifupi cha usadikisho. Mara baada ya watu wengi kuusikia ukweli na kuuamini na kuthibitishwa kwa kushinda kuikataa alama ya mnyama na kukubali muhuri wa Mungu, kazi ya rehema itakoma. Dunia nzima itakuwa imeangazwa kwa nuru kutoka mbinguni, na kila mtu amefikishwa katika hatua ya kufanya maamuzi kwamba achague Mungu na uzima wa milele ama amchague shetani na kupotea milele. Ndugu zangu, baada ya kufungwa kwa mlango wa rehema, sasa Kristo anasimama na watu wake kama jemedari mkuu. Mlango wa rehema unapofungwa, sasa una signal mbingu kupeleka dunia hii katika hatua za mwisho za kufunga historia ya maisha ya dhambi hapa duniani. Na Biblia inatuambia katika kitabu cha Ufunuo 16, Mungu ataanza kumimina ghadhabu yake duniani kwa kuipiga dunia kwa mapigo 7. Na nitakupitisha katika kipindi hichi, kipindi ambacho wenye dhambi waliomwabudu mnyama na sanamu yake watapitia wakati mgumu usio wa kawaida. Katika kitabu cha Ufunuo 16 fungu la 1 na 2, Biblia inasema, nikasikia sauti kuu kutoka hekaluni ikiwaambia wale malaika 7, enendeni mkavimimine vile vitasa 7 vya ghadhabu ya Mungu juu katika nchi. Akaenda huyo wa kwanza, akamimina kitasa chake juu ya nchi. Pakawa na jipu baya bovu juu ya wale wote wenye chapa ya huyo mnyama na wale wenye kuisujudia sanamu yake. Na hivyo pigo la kwanza linakuwa ni la jipu baya bovu. Ni kama surua fulani hivi, lakini surua ambayo imekuwa kubwa, mbaya, mwili mzima ni majipu yasiyoponyeka. Hakuna kinga wala chanjo itakayogundulika wakati huo itakayoweza kuwasaidia watu. Unajua sasa hivi wanasayansi wanajisifu kwamba wanaweza kutengeneza chanjo kwa muda mfupi kwa sababu ya teknolojia ya CRISPR ambao wanafanya gene editing, na hizi wanatengeneza chanjo zinaitwa mRNA vaccination. Hakutakuwa na mwanasayansi atakayeweza kutengeneza tiba, kwa sababu ni pigo kutoka mbinguni, jipu baya bovu. Wote waliokataa sabato ya Bwana na kukubaliana na matakwa ya ibada ya mnyama watapigwa na jipu hili, lakini wote ambao wamekubali mifumo na kutengeneza sanamu za mnyama watapigwa nao pigo hili. Mapigo haya yatakapoanza sasa kumiminwa katika dunia hii, mjumbe wa Mungu anatuambia katika Ellen White kurasa ule wa 36,
mapigo hayo yaliwafanya waovu wakasirikie sana wenye haki. Walizani kwamba sisi tunaowaletea hukumu hizo za Mungu juu yao, na kwamba kama wangeweza kutufutilia mbali juu ya uso wa dunia hii, basi mapigo yale yangezuiwa. Anaendelea kuandika katika ukurasa wa 283, 282 na 283, anasema naliona viongozi wa nchi wakishauriana pamoja. Maana aliona kama Umoja wa Mataifa umeitishwa sasa, kwamba jamani, majanga haya yameanza, tufanye nini? Na shetani na malaika zake walishughulika kuwazunguka. Kumbuka wakati huo nilisha kufundisha ya kwamba Ibilisi atakuwa ameshafanya externalization, ameshajitokeza hadharani, anatembea yeye na malaika zake. Naliona maandiko, nakala zake zikatawanywa katika sehemu mbalimbali za nchi, zikitoa amri kwamba watakatifu wasipoiacha imani yao ya ajabu, maana itaonekana imani ya ajabu, yaani kuiacha Sabato na kuitunza siku ya kwanza ya juma, basi watu watakuwa huru kuwaua baada ya muda fulani uliowekwa kupita. Katika Ellen White, katika Early Writing ukurasa 37 anasema amri ikatolewa kuwaua watakatifu, ambayo iliwafanya kulia mchana na usiku ili wapate kuokolewa. Huo ulikuwa ndio wakati wa taabu ya Yakobo. Na hivyo mara baada ya pigo la kwanza, dunia itachanganyikiwa. Utaitishwa jumuiya ya Umoja wa Mataifa. Sijui kama mfumo utaendelea kuwa kama wa sasa hivi, ama itakuwa ni utatengenezwa mfumo mpya katika New World Order, lakini utajumuisha viongozi wa mataifa mbalimbali. Watapanga mpango wa mkakati kama uliopangwa na Ahasuero wakati wa Esther wa kutaka kuwaua Wayahudi wote. Utapangwa mpango wa namna hiyo hiyo kutaka kuangamiza wachamungu wote kwa muda mmoja kwa mahali pote walipoenea. Watu watapewa ruhusa, ikifika tarehe fulani, saa fulani, popote unapowaona ua. Wakati huo utaleta changamoto kubwa kwa watu wa Mungu, kwa sababu watu wa Mungu watakuwa katika kutafakari ya kwamba, je, haya yote tulioyafanya kwa ajili ya Mungu, je, majina yetu yameandikwa katika kitabu cha uzima? Watakuwa katika mgogoro huo wa nafsi. Lakini wakati huo kumbuka, kuna watu ambao waliongoka baada ya amri ya Jumapili kutangazwa, wakaongoka wakaingia katika kanisa. Wakati huo baadhi yao ambao hawakuongoka kweli kweli wataanza kutoka kanisani na kutoa na kuwasaliti wale wacha Mungu ambao wamebaki kuwa waaminifu. Na hivyo itakuwa hali ya sintofahamu hata katika kambi za watakatifu. Mjumbe wa Mungu anafananisha wakati huu na taabu ya Yakobo. Wakati Yakobo anaenda kuonana na kaka yake, akiwa haelewi nini kitamkuta, hajui nini juu ya hatima yake. Usiku ule alipambana na malaika. Wakati huo utakuwa wa taabu hata kwa watu wa Mungu. Maana kwanza wanasimama wakiwa hawana mtetezi mbinguni. Dunia yote imegeuka kinyume nao, wakiwa wana mashaka ya wokovu wao binafsi. Bado wanazungukwa, watu wanaona wasaliti wanatoka huku na huko, wanasaliti kambi zao. Ndugu yangu mpendwa, kama matokeo ya dunia kutunga amri ya kuwaangamiza watu wa Mungu, Mungu atajibu kwa pigo la pili. Biblia inatuambia katika kitabu cha Ufunuo sura ya 16 fungu la 3 mpaka la 6, na huyo wa pili akamimina kitasa chake juu ya bahari, ikawa damu kama damu ya mfu, na vitu vyote vyenye roho ya uhai katika bahari vikafa. Na huyo watatu akamimina kitasa chake juu ya mito na chemichemi za maji, zikawa damu. Nami nikasikia malaika wa maji akisema, wewe u mwenye haki, uliyeko na uliyekuweko, mtakatifu, kwa kuwa umehukumu hivi, kwa kuwa walimwaga damu ya watakatifu na manabii, nawe umewapa damu wainywe, nao wamestahili. Na hivyo utaona Mungu atajibu kwa quick succession. Pigo la pili na la tatu. La pili linaipiga bahari, bahari yote inageuka kuwa damu. Hakuna kwenda beach tena, hakuna kwenda vacation tena kwenye tropical islands. Bahari yote inakuwa damu.
kutoka bara Hindi mpaka Pasifiki, kote ni damu. Viumbe wote wa baharini wanakufa, wanaelea tu, wanaelea. Dunia hii itakuwa na uvundo mkubwa wa maiti za viumbe. Na pigo la tatu linapigwa kwa mfululizo, kupiga vyanzo vyote vya maji baridi. Maana pigo la pili limepiga maji chumvi, pigo la tatu linapiga maji baridi, maji ambayo tunatumia kunywa. Mito, visima, unachimba kisima unatoa maji damu, unakwenda kwenye ziwa maji damu, unakwenda kwenye mto maji damu. Kwa sababu watu wa dunia hii wametunga sheria ya kumwaga damu ya watu wa Mungu. Malaika anasema Bwana naye anawapa damu yao wainywe. Hakuna mtambo utakaoweza kupurify hiyo damu. Unajua sasa hivi kuna mitambo ina purify maji chumvi kwa maji ya kunywa. Hakuna mitambo itakaoweza kupurify damu kwa maji ya kunywa. Na hivyo dunia itaingia katika mgogoro wa drought. Watu watakufa kwa kiu, maana hawana pa kunywa. Lakini Mungu atawalinda watu wake salama, kama Israeli pale Gosheni. Atawapa mkate na maji, hawatapata kiu, hawataona haja. Bwana atawahudumia watu wake. Haleluya. Pigo la 4, Biblia inatuambia katika Ufunuo 16:8-11, na huyo wa 4 akamimina kitasa chake juu ya jua, nao likapewa kuwaunguza wanadamu moto. Wanadamu wakaunguzwa maunguzo makubwa, nao wakalitukana jina la Mungu aliye na mamlaka juu ya mapigo hayo, wala hawakutubu wala kumpa Mungu utukufu. Sasa hivi tunadhani jua ni kali. Pigo la 4 itakapopigwa, sielewi maelezo yake ya kisayansi itakuwaje. Ni aidha Mungu ataondoa hii ozone layer inayotukinga na miale ya jua, ili jua liwachome wenye dhambi, ama atalisogeza sayari yetu karibu na jua, au option ya tatu ata increase intensity ya miale ya jua, au zitapigwa solar flare kutoka katika jua, vimbunga hivi vya moto kutoka katika jua. Lakini Biblia inatuonyesha ya kwamba pigo hilo litasababisha vegetation zote katika dunia kuungua. Hakutakuwa na mtu utakabaki salama, hakutakuwa mazao. Yeremia anaonyesha kipindi hicho akiona miti imekauka, mazao yamekauka, dunia ikikumbwa na drought kubwa ambayo haijawahi kutokea. Wakati wanadamu wakigombania resources, wakipigana huko na huko, mabomu yakirushwa huko na huko, nuclear zikirushwa huko na huko, hali ya dunia itakuwa chaos. Dunia itashuhudia mgogoro ambao haujawahi kuwepo tangu historia ya dunia hii kuwepo. Lakini habari njema, watu wa Mungu, kama vile mapigo yalivyopigwa wakati wa Misri, Misri inapigwa mapigo 10, Mungu aliwahifadhi Israeli Goshen salama. Vivyo hivyo watu wa Mungu wakiwa wametawanyika katika milima, katika misitu, katika maeneo ya upweke, wakati dunia nzima ikipigwa na kutaabika, Mungu atawahifadhi watoto wake salama. Pigo la 5, Biblia inatuambia katika Ufunuo 16:8-11, na huyo wa 5 akakimimina kitasa chake juu ya kiti cha enzi cha yule mnyama, ufalme wake ukatiwa giza, wakatafuna ndimi zao kwa sababu ya maumivu, wakamtukana Mungu wa mbinguni kwa sababu ya maumivu yao na kwa sababu ya mapigo yao, na wala hawakutubia matendo yao. Pigo la 5 ni specific kwa Babiloni, specific kwa mamlaka ya mpinga Kristo, na Biblia imelielezea vizuri katika kitabu cha Ufunuo 18 kuanzia 8 mpaka 24. Imeelezea pigo hili litakavyopigwa pale katika mji ule wa Babeli, hali itakavyokuwa. Biblia inasema katika Ufunuo 18 kuanzia fungu la 8 mpaka la 11, nitasoma 14 mpaka 17 na 21 na 24. Biblia inasema, kwa sababu hiyo mabaya yake yameipata kwa siku moja, ugonjwa, huzuni na njaa. Unajua pigo la kwanza lilikuwa ni ugonjwa. Pigo la pili na la 3 limeleta huzuni, kwa sababu maji baharini damu, maji kwenye maji baridi, mito, maziwa, damu. Pigo la 3 limeleta njaa. Pigo la 4 limeleta njaa kwa sababu drought, jua limeunguza mazao yote na vegetation zote. Biblia inasema atachoma moto, maana Bwana Mungu mwenyewe
kuhukumu, mhukumu ana nguvu. Wafalme wa dunia waliofanya uzinzi naye, Biblia inaposema wafalme wa dunia waliofanya uzinzi naye, maana yake sio waliolala kufanya uzinzi, maana yake walioshirikiana naye. Maana yake kanisa kiroho ni mwanamke, na hivyo anaposhirikiana na serikali anakuwa anafanya uzinzi naye na kuishi naye maisha ya nasa. Wataomboleza na kulia wakati watakapoona moshi wa mji huo unaoteketea. Watasimama kwa mbali kwa sababu ya kuogopa mateso yake na kusema, ole wako Babuloni, mji maarufu wenye nguvu, na kwa muda wa saa moja tu adhabu yako imekupata. Wafanyabiashara wa dunia watalia na kumfanyia matanga, maana hakuna mtu anayenunua tena bidhaa zao. Wafanyabiashara watamwambia, faida yote uliyotazamia imetoweka, na utajiri na fahari vimeponyoka, hawataweza kuvipata tena. Wafanyabiashara waliotajirika kutokana na mji huo watasimama mbali kwa sababu ya hofu ya mateso yake. Watalalamika na kuomboleza wakisema, ole ole wa mji huu mkuu uliozoea kuvalia nguo za kitani za rangi ya dhambarau na nyekundu na kujipamba kwa dhahabu. Biblia inakupa clue ujue ni mji gani. Mawe ya thamani ya lulu na kwa saa moja utajiri wako umetoweka. Halafu manahodha wote na wasafiri wao, wana maji na wote wanaofanya kazi baharini walisimama kwa mbali. Kisha malaika mmoja mwenye nguvu akainua jiwe mfano wa jiwe kubwa la kusagia, akalitupa baharini, akasema, ndivyo Babuloni atakavyotupwa na kupotea kabisa, mji huo ulioadhibiwa, kwani humo mlipatikana damu ya manabii na damu ya watakatifu na ya watu wote waliouawa duniani. Mungu ataipiga Babeli. Ufunuo 16 fungu la 12 mpaka 14 na 16, Biblia inatuambia, na huyo wa sita akamimina kitasa chake juu ya ule mto mkubwa Frati, maji yake yakakauka ili itengenezwe njia kwa wafalme hao watakao mawio ya jua. Nikaona roho tatu za uchafu zilizofanana na vyura zikitoka katika kinywa cha ule joka na kinywa cha ule mnyama na katika kinywa cha ule nabii wa uongo, na hizo ndizo roho za mashetani zifanazo ishara, zikatoka kuendea wafalme wa ulimwengu wote, kuwakusanya kwa vita siku kuu ile ya Mwenyezi, kuwakusanya katika mahali paitwapo Kiebrania Har Magedoni. Sasa sikiliza metaphor ambayo Biblia inatumia. Mji huu ambao unaitwa Babeli mkuu, mji wa mpinga Kristo, kuanguka kwake kunafananishwa na Babeli ya kale. Maana tulijifunza katika somo la kwanza kabisa, Babeli ya kale ilivyoangushwa, Koreshi alikausha maji ya mto Frati, akachepusha, wakapita katika ark iliyokuwa inaingiza mto katika mji wa Babeli, kwa sababu kuta zake zilikuwa unpenetratable. Na Biblia inatumia the same metaphor, kukaushwa kwa mto Frati. Maana yake mto Frati ulivyokaushwa katika Babeli ya kale, uliexpose Babeli ikawa vulnerable, na usiku ule ikaangushwa. Na vivyo hivyo Babeli ya sasa, Biblia inapotumia neno kukausha mto Frati, maana yake Mungu ataiexpose. Watu watastuka na kuona, kumbe kwa miaka yote hii Babeli umetunywesha mvinyo na kutudanganya. Watu watakuwa wakali, watataka kuwarukia maaskofu wao, watataka kuwarukia wainjilisti wao, watataka kuwarukia wachungaji wao, watataka kuwarukia mapadre wao, watataka kuwarukia viongozi wao wa dini, mashehe wao, viongozi wao, wawarukie, wawapige kwamba mmetupotosha, naona sasa tunaangamia. Wakisha kuwa vulnerable namna hiyo, ndio maana Biblia inasema shetani ataona hali imekuwa mbaya, ataimplore majeshi yote ya shetani kuwapagaa watu ili kuwazuia na kuwarudisha katika papazi ya vita yao na Mwenyezi Mungu ili kuwaangamiza watu wa Mungu. Na ndipo watu watakapokumbushwa kwamba iko tarehe imepangwa kuwaangamiza hawa watu wanaojiita wa Mungu, kwa sababu hawa ndio wanaotutaabisha, wanaosababisha balaa. Na muda ule utakuwa umekaribia, na majeshi ya dunia nzima yamejipanga kuwafuta watu wa Mungu kwa dakika moja. Na unajua kwa teknolojia tulionayo sasa hivi hakuna pa kujificha. Na hivyo ikiwa makombora yatakuwa yameshasetiwa, ikiwa ni mitambo itakuwa imeshasetiwa, kwamba itakapofika muda fulani waangamizwe kwa dakika moja, wafutiliwe mbali, iwe total extinction ya watu wa Mungu duniani. Na muda ule unapokaribia, wanapotamani sasa kuanza kufanya
Jumbe ya Mungu anaandika, anasema katika Great Controversy 635, ulinzi unaotokana na sheria za kibinadamu utakapoondolewa na wale wanaoheshimu sheria ya Mungu, patakuwa na kundi la kuwaangamiza hao watu wa Mungu litakalotokea katika nchi mbalimbali kwa wakati ule mmoja. Muda uliowekwa katika amri unapokaribia, watu watakula njama kung'oa kabisa kikundi hicho kinachochukiwa. Watadhamiria kuwapa kipigo cha mwaka kwa usiku mmoja ambacho kitanyamazisha kabisa sauti yao inayowapinga na kuwakaripia. Great Controversy ukurasa wa 637 inaendelea kwa kusema, kwa kelele za ushindi na kuzomea na kulaani, makundi ya waovu yatakuwa tayari kuwarukia mateka wao. Wakati tazama, utusitusi mzito mnene kuliko ule wa usiku unawazunguka juu ya dunia. Ni usiku wa manane atakapodhihirisha uweza wake wa kuokoa watu wake. Biblia inatuambia wakati huu dunia ikiwa imejipanga kufuta watu wote wa Mungu kwa muda mmoja, total annihilation, Mungu atapiga pigo la 7. Ufunuo 16:17 fungu la 17 Biblia inasema, na huyo wa 7 atamimina kitasa chake juu ya anga, sauti kuu itatoka katika hekalu, katika kile kiti cha enzi ikisema, imekwisha kuwa. Pakawa na umeme na sauti za radi, pakawa na tetemeko kubwa la nchi, ambalo tangu wanadamu kuwako juu ya nchi hapakuwa la namna ile jinsi lilivyokuwa tetemeko hilo. Kila kisiwa kikakimbia, wala mlima hukuonekana tena, na mvua ya mawe kubwa sana, mawe mazito kama talanta ni kama kilo 50 hivi, ikashuka kutoka mbinguni juu ya wanadamu. Wanadamu wakamtukana Mungu kwa sababu lile pigo la mvua ya mawe, maana pigo lile limekuwa kubwa mno kwao. Waovu wakiwa wamejipanga kuangamiza watu wa Mungu, Mungu atajibu kwa pigo la 7 na kuwapiga kwa mawe kutoka mbinguni. Lakini Biblia inatuambia wakati huo ndipo Kristo atakapokuja, tetemeko kubwa litapiga ambalo halijawahi kutokea. Unapounganisha fungu hili unaona linatumia lugha ile ile. Ufunuo sura ya 6 kwanza fungu la 14 inasema, mbingu zikaondolewa kama kurasa ilivyokunjwa, na kila mlima na kisiwa kikahamishwa toka mahali pake, na wafalme wa dunia na wakuu na majemedari na matajiri na wenye nguvu na kila mtumwa na muungwana wakajificha katika mapango ya nchi na miamba na milima, wakiambia milima na miamba, tuangukieni, tusitirini mbele za uso wake aketie katika kiti cha enzi na hasira mwanakondoo, kwa maana siku hiyo kuu ya hasira yako imekuja. Nani awezaye kusimama? Wakiwa wanakimbia huku na huko, tetemeko la ardhi linapigwa, maana wamepagawishwa, hawawezi tena kutekeleza agizo lao la kuangamiza watu wa Mungu. Sasa Mungu anawawinda wao, yani the hunter now is being hunted. Wakikimbia huku na huko, wakijificha, milima iwaangukie. Biblia inatuambia katika Mathayo 24, ndipo itaonekana ishara mwana wa Adamu mbinguni, ndipo mataifa yote ya ulimwengu watakapoomboleza, nao watamuona mwana wa Adamu akija juu ya mawingu mbinguni pamoja na nguvu na utukufu mwingi, naye atawatuma malaika zake pamoja na sauti kuu ya parapanda, nao watawakusanya wateule wake toka pepo 4, toka mwisho huu wa mbingu mpaka mwisho huu. Watu wa Mungu wakiwa wamejificha mahala, watazukiwa na nuru kama upinde wa mvua kuwazunguka, na wanamwona Bwana wao sasa anakuja. Wameokolewa kutoka katika total annihilation, katika vita ya Magedoni dhidi ya waovu. Wataimba wimbo huu wa Isaya 25 fungu la 9, wimbo ninaotamani siku moja ni uwimbe nikiwa namuona Bwana wangu Mwokozi. Katika siku hiyo watasema, tazama, huyu ndiye Mungu wetu, ndiye tuliyemngoja atusaidie. Huyu ndiye Bwana tuliyemngoja, na tushangilie kwa furaha wokovu wake. Mimi ninatamani siku hiyo ni uwimbe wimbo huu wa Isaya sura 25, wakati Bwana anapokuja kutukomboa, tukutane hewani watakatifu wa Bwana, tukiwa tumekusanywa na malaika kwenda zetu kule juu mbinguni. Je, wewe unataka katika vita ya Armageddon uwe upande gani? Uwe upande wale watakao mshangilia Bwana, au uwe upande watakao windwa na Bwana, watakao iambia milima iangukie? Ninakukaribisha kuwa upande wa wateule wa Bwana, ambao siku hiyo watasema, huyu ndiye Bwana tuliyemngoja. Tukutane hewani siku hiyo. Nataka nikuombee. Baba yetu na Mungu wetu mwema, asante kwa sababu umetuonyesha
ya kwamba kuna wakati unakuja ambapo rehema itakoma, na rehema itakapokoma, dunia hii itaingia katika mgogoro ambao haujawahi kutokea tangu kuwepo kwa dunia hii. Mapigo 7 ya mwisho yatakayofungwa kwa maonyesho makubwa ya wewe kuja mara ya pili kuokoa watu wako ambao shetani atataka kuwaangamiza. Ushindi hatimaye utapatikana, na hivyo kutuchukua kutupeleka kule juu mbinguni. Kabla hatujafika wakati huo, Bwana, tunajikabidhi kwako masaa haya. Tunaomba Kristo utupokee na ututunze. Imarisha imani yetu kupitia neno la Bwana. Tupatie uthabiti wa kusimama na imeandikwa na neno lako. Tushindie dhidi ya majaribu ya yule mwovu shetani, ili tuwe sehemu ya wale watakaosimama imara katika kufungwa kwa historia ya dunia hii. Katika jina la Yesu ninaomba, amen.